na unyonge kabisa. Amekutoa katika tumbo la mama yako ikiwa ni mnyonge kabisa, unapokelewa kwa mikono miwili na wakunga wanafanya haraka kabisa, usije ukaramba uchafu ambao unatoka katika tumbo la mama yako. Thumma ja'ala min ba'di dhafi quwwatan, ikisha Mwenyezi Mungu ulipofika duniani akawa anakuengainga kidogo kidogo, akakujalia nguvu. Sasa akakupa nguvu, ukawa sasa unapolaza unaweza kujimenduza, sasa ukaanza kuwekwa kitako, ili mradi Mwenyezi Mungu kwa hakika akakufanya wewe baada kutoka katika unyonge huo hujiwezi kabisa, akakupa nguvu mpaka ukawa kijana, ukawa mtu mzima kabisa. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa, ikisha Mwenyezi Mungu atakurejesha tena baada ya kuwa una nguvu, atakupeleka kwenye unyonge. Sasa itafikia wakati sasa choo lazima kwanza usafishwe, chooni upelekwe, maji unyweshwe kabisa kabisa, mswaki usiwakishwe. Mwenyezi Mungu atakupeleka huko, na hususan uwe unayakimbia maneno ya Mola wako, hususan uwe unayakimbia maneno ya mtume wako. Hapo ndo Mwenyezi Mungu atakupeleka ila ardhalil umri, kwenye umri ambao dhalili mno kabisa, kiasi ambacho unafikia wakati hujui lolote kabisa. Hata mtu aje ndani ya kitanda chako umjui, mpaka uambiwe fulani amekuja kusalimia huyu. Thumma ja'ala min ba'di dhafin thumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafa wa shayba, na Mwenyezi Mungu akaweka mvi. Sasa ukawa na mvi, yanakuja hayo baadaye. Yakhluqu ma yasha'u, Mwenyezi Mungu hivyo ndivyo anavyoomba, anaomba atakavyo yeye mwenyewe. Wa huwa al-alimu al-qadiru, na yeye ni mtaalam sana, anajua mbinu unazotumia katika kumuasi, ni mjuzi sana. Al-qadiru, lakini anaposema kwamba akutie mkononi ni muweza kabisa, anakuondoa kwenye hatua hii mpaka kwenye hatua hii, anakusubiri tu. Hii imtoshe mtu kwamba amuogope kabisa kabisa Mola wake, aachilie mbali mambo ya kuangalia Simba na Yanga kwa sababu hana maana. Baada ya wasia huo, katika kitabu chetu cha fiqhi leo tutaondoka katika mlango ambao unazungumzia babu al-li'anu, mlango unaozungumzia li'an. Li'anu ni nini? Li'an ni at-tarudu wal-ibtiadu, ni kufukuzwa na kujiweka mbali mmoja katika wanandoa wawili wanapokerana nyumbani. Wa kaifiyatuhu, na namna yake laani hiyo, an yakula zawju, ni kusema mume ndani ya nyumba au kwenye mahakama, washapelekana mke na mume kabisa kwenye mahakama ya kadhi pale. Rohoni sasa mume ashatoka na rohoni mke ashatoka. Sasa imekuwa watu kulaaniana mbele ya mahakama ya kadhi pale. An yakula zawju, ni kusema mume ashhadu billahi au ushidu billahi, natoa ushahidi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwamba mke wangu nimemkuta na jambo la zina, na nina uhakika kwamba huyo amezini kabisa. Anni atasema mume na juu ya suala hilo, anni lamina sadiqina, kwamba mimi ni katika wakweli kabisa, fima ramaituha bihi, kwa lile ambalo nimemvumishia mke wangu la uzinifu. Hakika mimi namshuhudisha Mwenyezi Mungu hapa, namweka kwamba ni shahidi kwamba mimi ni mkweli juu ya hilo. Atasema 4 maratin, mara 4 kabisa. Wal khamisatu, na mara 5 kwa hakika. Yakulu, atasema mume, alaihi la'natullahi, ikiwa ni muongo kwa haya na mimi, ikiwa ni muongo kwa haya namwambia mke wangu ya uchafu wa zinaa, ikiwa namsingizia, la'natullahi alayya, lana za Mwenyezi Mungu zinifike mimi na makasiriko yake yanifike mimi, kama ninalozungumza ni uongo kumzungumzia mke wangu, simtaki tena.
anatakiwa mume aseme hivyo. Wal khamisatu an yakula zawju, na mara ya tano aseme mume la'natullahi alayhi, laana za Mwenyezi Mungu, manake afukuzwe katika rehema zake, mabala ya Mwenyezi Mungu yamshukie. In kana minal kadhibina, ikiwa mume ni katika wasemaji uongo mbele ya mahakama pale. Mke yupo, kadhi yupo, anashuhudia matokeo. Idha rama ar-rajulu imra'atahu bizina, anapomrembelea mume mkewe kwa uchafu wa zina, kwamba ni mzinifu, ameenda pahala kuzini. Na wengine hufikia wakati mpaka wakaangalia viambaza vya nyumba havina alama, labda pengine mtu kupanda juu. Watu wenye maradhi hayo, pengine labda ameondoka nyumbani kwa muda siku 2-3, akiingia ndani haingii kwanza, anayepekua nyumba yote nzima kabisa. Je, hakuna alama pengine labda za kuparamiwa nyumba hii? Basi idha rama ar-rajulu imra'atahu, atakapomvumishia mume mkewe bizina, kwamba amefanya uchafu wa zina. Walam tuqir bidhalika, na mke anasema mimi siwezi kabisa kwenda kinyume na wewe, najihifadhi, namshukuru Mola, na hilo sitolikubalia. Wala rajaa an ramyihi, na mume hakurudi nyuma kabisa, hakuungwa chini. Kama ni uongo, basi mke wangu amekwisha. La'anaha, basi atamlaani. Kumlani kwenyewe kinamna gani? Fayashhadu ar-rajulu 4 shahadatin billahi, atatoa ushahidi mume kushuhudia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mimi na ushahidi wa hilo, na namshuhudisha Mwenyezi Mungu juu hili. Mara 4 atazitamka mtu. Innahu, namuweka Mwenyezi Mungu shahidi juu hili, na yeye mume la mina sadiqina, ni katika wasema ukweli katika hili, na Mwenyezi Mungu ni shahidi. Wal khamisatu, na kwa mara ya 5 atasema mume anna la'natallahi alayhi, kwamba makasiriko ya Mwenyezi Mungu yawe juu yake mtu. Aseme hivyo. In kana min al-kadhibina, ikiwa yeye atakuwa ni katika waongo, basi makasiriko Mwenyezi Mungu yamfikie. Thumma tashhadu al-mar'atu, ikisha na mwanamke yeye kadhi atampa, haya zamu yako sasa. Mume ashasema hivyo, ikiwa yeye katika maneno alokuambia kwamba wewe ni mzinifu, umekwenda kuzini, na ashamuka Mwenyezi Mungu shahidi kwamba yeye ni mkweli, na kama ni muongo, basi ghadhabu za Mwenyezi Mungu zimshikie. Imebakia zamu yako sasa mwanamama. Watashhadu almar'atu, na mwanamke naye atatoa ushahidi, atashuhudia 4 maratin, atatoa ushahidi kwa mara 4, kumweka shahidi billahi Mwenyezi Mungu aliyemtukufu, kwamba innahu lamina alkadhibina. Aseme mbele ya mahakama kwamba kadhi, sikiliza bana, wala tushtit, wala usiangalie labda hapa na mshiko wa fedha, usipendelee huku wala huku. Ihkum bainana bilhaqi, pitisha uamuzi kati ya mimi na mume wangu kwa uadilifu, isiwe huyu tayari ashakuhadaa kwa dongenono la mali. Hapana. Watashhadu almar'atu, na tashuhudia mwanamke 4 maratin, kumweka Mwenyezi Mungu shahidi mara 4. Innahu, atasema mke kwamba mume wangu huyu bana huyu, kwa ninavyomjua tangu nyumbani tunazozana, namtambua vizuri, na innahu laminal kadhibina, mwanamume huyu kwa hakika ni muongo mno, ni katika watu wenye tabia hizo za uongo kabisa. Huyu yumo katika grupu hili la watu waongo, amechanganywa, yuko timu moja na wao. Wal khamisata, na kwa mara ya 5 atamke wazi mwanamke anna ghadaballahi alaiha, makasiriko na hasira za Mwenyezi Mungu zimfikie yeye. In kana minas sadiqina, ikiwa mume huyu
amesema ukweli, basi naomba Mwenyezi Mungu mimi anshushie mabalaa yake kama ni mkweli huyu. Ni hatari kubwa mno. Wa in kanat hamilan, na ikiwa mwanamke ni mjamzito kwa muda ule, au awe mwanamke huyo qad wada'at, amekusha kuzaa, adkhala, ataingiza mwanamke huyo au mume huyo nafiyal waladi, kumkataa mtoto kwamba si wa kwake. Nakataa mtoto huu, mimi natoka naenda zangu kambini au naenda masomoni, nakuja kitoto kisha kuwepo hapa, mtoto huyu atamkataa kabisa. Adkhala, ataingiza katika maneno yao nafiyal waladi fi aymanihi, kumkataa mtoto kabisa katika kiapo chake kile kwamba mimi huyu wallahi si mwanangu na hivi na hivi. Wa yufarriqul hakimu, na hapo sasa aliyepewa mamlaka ya kutatua shida za watu, qadhi, atatoa maamuzi, atawatenganisha bainahuma, kati yao, kwamba kila mmoja aende upande wake. Watahrimu alayhi, na mume mke huyo atakuwa ni haramu kwake abadan, milele, itakuwa tena hakuna, ifikie wakati labda pengine basi yamekusha, amtaki tena, ilo jambo marufuku kabisa. Watahrumu alayhi abadan, mwanamke huyo kwa mume atakuwa ni haramu milele kabisa, hakuna ruhusa tena, amemkataa kata kabisa. Wayulhaqul waladu, na mtoto aliyokataliwa sasa ataukutanishwa kwenye familia bi ummihi faqat, kwa mama yake tu pasina mume. Waman ramaha bihi, na yoyote ambaye atamzushia mwanamke uongo kwa kupitia mtoto huyo au katika jambo la zinaa, hakuna uhakika wa hilo, fahuwa qadhifun, huyo anajulikana kwamba ni mwongo kabisa, na adabu yao fajliduhum 80 jalda, kama alivyozungumza Mola wetu katika surati An-Nur, watandikeni bakora 80, wala taqbalu lahum shahadatan abada, na wala msiwakubali ushahidi wao katu, kama atakuja na maneno. Tayeb, tunaingia mlango mwingine, huu utakuwa unazungumzia al-iddatu wal-ihdadu. Baada ya watu kutengana, kunatakiwa sheria maalum pia ichungwe, nayo ni kukua eda kwa mwanamke kwa kipindi ambacho amepangiwa na Mwenyezi Mungu kisheria kukaa. Ikiwa amefiliwa au ameachwa, eda kurejewa au talaka zote tatu shamaliza, basi kwa hakika anatakiwa hukumu za kisheria za kidini kabisa, anatakiwa mtu azifate kabisa. Walihdadu, na pia kuachilia mbali mwanamke ambaye tayari amefiliwa na mumewe, kujipamba kabisa. Na ihdadu katika islahi ya wana fiqhi walisema kwamba ijtinabul mar'ati, ni kujiepusha mwanamke kula ma yad'u, kila yale ambayo yanapelekea ala nikahiha, juu ya kuolewa kwake mwanamke huyo kwa kipindi kile ambacho amefiwa au kuachwa, ajiepushe mwanamke na vile vote ambavyo vinapelekea, vichochezi vinavyopelekea ila nikahiha, kuolewa. Mina zinati, kuanzia mapambo, kujipamba, wa fi maanaha, na kwa yale ambayo yanakwenda katika maana hiyo ya kujipamba mwanamke, muddatin mahduda, kwa muda ambao umepangwa kabisa, baada wafati zawjiha, baada ya kufa mumewe mwanamke huyo. Hiya al-iddatu, kwa hakika inakuwa mara nyingi litaliki, kwa yule mwanamke ambaye ameachwa kabisa. Min alhamili, kwa mwanamke ambaye ni mjamzito kabisa. Bilwadhi, huyu eda yake itaanguka kwa kule kuzaa mtoto. Atakapoazaa mwanamke, basi eda yake tayari ishamalizika,
hapo sasa anaweza kufanya harakati za kindoa, kuolewa na kadha kadha. Wa min alhaidhi, na kwa yule mwanamke ambaye ana yuko kwenye haidhi, bi thalathi hiyadin, kwa kutoka haidhi tatu. Zikishamalizika haidhi tatu, basi talaka hii eda hiyo itakuwa tayari ishamalizika kabisa. Wa min ghairihima, na kwa asiyekuwa mjamzito na kwa asiyekuwa mwanamke ambaye anakwenda katika haidhi zake, bi thalathati ashhurin, yeye atakaida kwa muda wa miezi minne. Wa lilwafati, na kwa yule ambaye wa min ghairihima, na kwa asiyekuwa mwanamke mwenye mimba na huyu ambaye haidhi yake haipati kabisa, bi thalathati ashhurin, atakaeda yeye kwa muda miezi mitatu. Walilwafati, na kwa yule mwanamke ambaye amefiwa na mumewe, bi arba'ati ashhurin wa 10, yeye atakaa miezi minne na siku 10 kamil. Wa in kanat hamilan, ikiwa huyu alofiwa ni mjamzito kabisa, fabil wad'i, eda yake itamalizika kwa kule kuzaa. Kwa nini? Kwa sababu wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahunna, wale wanawake wenye mimba ikiwa ni ya kufiliwa, wamefiliwa au ya kuachwa, eda yao kumalizika ni kwamba an yad'na hamlahunna, pale wanapozaa. Aya hii imemkusanya aliyekuwa mjamzito na asiyekuwa mjamzito. Tayeb, imemkusanya eda hii ya mtu ambaye mjamzito lakini kaachwa, au mjamzito amefiliwa. Aya hii imekusanya wote wawili. Wala iddata, wala hakuna eda maalum, labda pengine atakayokaa mwanamke ala ghairi madkhulatin, mwanamke huyu ambaye hakuingiliwa, kaachwa kabisa, ndoa imefungwa kabisa, halafu kuingia ndani tu watu wakachafuana, kaachwa kabisa. Hakuna eda kwa mwanamke huyu kwa madhhabu ya al-Imamu ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala. Wal amatu, na mwanamke ambaye mjakazi kabisa, mtumwa, kal hurra, eda yake ni kama muungwana kabisa katika hukumu hiyo. Wa ala almu'taddati lilwafati, na kwa yule mwanamke ambaye amekaa eda kwa ajili ya kufiliwa na mumewe, tarakat tazina, mwanamke huyu ataacha kabisa, au tarakat tazina, ataacha mwanamke huyu kujipamba na kujitia manukato, akajitembeza nje. Walmakthu, na atatakiwa mwanamke huyu kukaa aliyeachwa au kufiliwa, atatakiwa kukaa fil baiti, nyumbani kwake kabisa, alladhi kanat fihi, ambayo alikuwa ndani ya nyumba hiyo mwanamke huyo, inda mauti zawjiha, wakati wa kufa mumewe. Atakiwa kabisa kabisa mwanamke huyo kutolewa ndani ya nyumba mpaka muda wa eda umalizike. Lakini mambo kwa hakika yanakwenda different kabisa. Waislamu hawataki kabisa wengi kusoma Uislamu wao. Akishakufa mtu mumewe, basi haraka mwanamke anaenda kutolewa ndani ya nyumba, makosa matupu kabisa. Kumbe kilichopo ni kwamba wal makthu fil baiti, anatakiwa mke achunge. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomfadhilisha mwanamume, mpaka ile shakufa ashatumbukiza katika kaburi, basi cheo chake bado kinabakia, heshima yake inabakia, asitolewe mwanamke nyumbani. Anatakiwa akae 4 ashhurin, kwa muda wa miezi 4 kamil, wa 10 siku 10. Wal makthu fil baiti, na kukaa nyumbani kabisa, alladhi, nyumba ambayo, kanat fihi, alikuwa yumo ndani ya nyumba huyo, inda mauti zawjiha, wakati wa kufa mumewe, anatakiwa abakie ndani humo. Au bulughi khabarihi, au mwanamke amepata habari ya kufa mumewe, kasafiri
na mauti akamfika huko, akipata habari tu mwanamke hatakiwi kutoka ndani ya nyumba mpaka miezi miwili, miezi minne na siku 10 imalizike. Ni heshima maalum ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka kulinda cheo cha mume kabisa. Tayeb, tunaingia katika mlango mwingine. Faslun, wayajibu, na italazimu kabisa, istibra'ul amati almasbiya, kujitenga na mjakazi iwapo pametokea mapambano baina ya Waislamu na makafiri, vita vya kisheria, pakapatikana wanawake ni ngawira, wakagaiwa waliokwenda vitani pale. Katika baadhi ya Waislamu wale watumwa wanawake, hakuna ruhusa kabisa ya kumuingilia baada tu kwamba ushapewa tena uhuru nao. Hapana, hutaki kumuingilia kwanza kabisa, yatakiwa ujitenge naye hata kama milki yako. Walmustara, na yule mwanamke ambaye amenunuliwa. Wanahawihima, na mfano wa wawili hao, isipokuwa bihaidatin, mpaka wapate haidhi moja. Hapo ndipo ruhusa mwanamme, kama umepata mtumwa, umepewa vitani au umemnunua, hapo ndo unaruhusika. Baada ya kupata haidhi moja unaruhusika kabisa kumuingilia mtumwa huyo. In kanat haidatan, ikiwa lakini anapata zile siku zake za kawaida. Kwa nini? Usije ukaingiza maji katika sehemu ya mwenzako. Ndo illa na sababu inayosababisha kwamba usimuingilie kwanza mpaka uone damu tayari ishatoka. Huyu hana ujauzito kwa alama hii, basi naam, naruhusika kumuingilia. Walhamilu, na pia mtumwa ambaye tayari umemkuta na ujauzito au umeuziwa ana ujauzito, biwad'i alhamli, baada ya kuzaa ndipo unahitajika wewe kumuingilia mtumwa huyo. Wa munqati'atil haidhi, na kwa yule mwanamke ambaye haidhi yake iko mbali kabisa, imefutika, imekatika kabisa, yaisat min almaidhi, amekata tamaa kabisa. Munqati'atul haidhi, damu yake imekatika kabisa, huyu hautakiwi kwenda kumuingilia hatta yatabayyana adamu hamliha, mpaka ibainike kwamba kwa kipindi hichi huyu hana mimba tena. Miaka ishakwenda hiyo tena, hapa sasa tumebaini kwamba hapana ujauzito, hapo ruhusa ipo. Wala tastabiru bikrin, wala hutojiweka mbali kabisa kwa mtoto ambaye mdogo umepewa katika watumwa au kumnunua, huyo una ruhusa wewe ya kumuingilia kwa sababu hakuna problem yoyote kabisa. Wala saghiratan mutlaqan, na wala mtoto mdogo ambaye ameachwa kabisa, basi huyu huweze kujitenga naye, bal utaruhusika kabisa kuingilia katika sehemu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amekuruhusu. Wala yulzamul bai'u, wale mnunuzi halazimishi kwamba wewe lazima umcontrol kadha. Hapangiwi kabisa masharti ya kuweza kutumia mtumwa wake huyo, wanahwihi na mfano wake. Na katika eda ya mwanamke ambaye tayari mathalan kaulewa, lakini bahati mbaya katika kwenda safari zao, kwenda zao nyumbani, ghafla gari likapenduka, mume kafa, kenda na maji, mwanamke huyu pia naye atakiwa kukaa eda kama kawaida, na kama mahari yalibakia nusu yatakiwa malizwe kabisa. Mahari kama umetajiwa atakiwa apewe kabisa mwanamke huyo,
na atakuwa na haki ya mirathi pia vile vile mwanamke huyo. Mlango mwingine babu nafaqa. Mlango huu unazungumzia huduma za mume kumfanyia mke ndani ya nyumba. Tajibu ala zawji, ni lazima kabisa kabisa kwa mume, lizawjati, kumfanyia mkewe, walmutallaqa raj'iyan, ambaye ameachwa talaka lakini mwacho wa kurejewa, huyo naye pia vile vile anahitajika kupelekewa huduma kama kawaida. So yeye ndo atoke avavuke enda kabebe zege apate chakula chake na watoto wake. Hili jambo kwa hakika ni jambo la wanaume, ndio Mwenyezi Mungu aliyowakabidhi kazi hiyo. Utashangaa wanawake wanabeba zege mpaka saa 6 usiku, ameroa mtu kabisa kabisa saruji. Mume yeye kazi yake ni kulala tu, kustarehe tu. Mwanamke anaenda zake kondeni asubuhi mpaka jioni, hususan katika maeneo ya mashamba huko. Mwanamke anatoka anakwenda kondeni kuanzia 12 mpaka 12 jioni. Mwanamume yeye kazi yake ni kucheza keram, kucheza mabao. Ikifika saa 10 anda akaangalia football. Mwanamke yeye ndiye mchumi kabisa. Kumbe jukumu hili tajibu ala zawji lizawjati, ni lazima kabisa mume kumfanyia mumewe annafaqa, amtolee huduma zote za kinyumba. Walmutallaqati, na hata mwanamke ambaye ameachwa raj'iyan, talaka uacho ambao wa kurejewa, iwapo kuna nafasi ya kurejewa, anatakiwa katika kipindi ambacho umemuacha wewe umhudumikie. Sio tena ugomvi wenu ubakie ni ugomvi tu, lakini mambo ya sheria ya Mwenyezi Mungu lazima yachungwe, umpelekee huduma mpaka eda imalizike. La'alla Allah, kwa sababu huenda Mwenyezi Mungu yuhdithu ba'da dhalika amra, akaleta mambo pale akatokezesha baada kumpelekea mwenzako chochote, huenda tena roho zikarudiana pale. Basi yatakiwa mpelekee huduma. La ba'inan, sio mwanamke ambaye ameachwa talaka zote 3, huyu la sukna laha wala annafaqa. Hakuna kwa mwanamke kama huyu ambaye talaka zote zimalizika makazi wala tena yeye kupewa huduma, hakuna kabisa. Wala fi iddati alwafati, wala mwanamke ambaye yuko katika eda ya kufiliwa na mumewe, huyu hakulazimu kabisa kabisa kupewa nafaka. Fala nafaqata, hakuna kupelekewa huduma yoyote, wala sukna wala hata makazi. Illa mwanamke anapofiliwa na mumewe, hakuna huduma ya kupelekewa yoyote kabisa, wala makazi kisheria dini, illa labda an takuna hamilataini, wawe labda ni wajawazito. Hawa watakapokuwa waume wamekufa na wameachwa wakiwa na ujauzito, watajibu ala alwalidi, hapo itahitajika kabisa kupelekewa huduma na wale watu jamaa zake. Watajibu ala alwalidi, na itafaa kabisa kabisa kwa mzazi almusiri, mwenye hali nyepesi kabisa, kumsaidia nani? Liwaladihi, kumsaidia mtoto wake. Almusir, aliyekuwa na hali ngumu, amemwacha mkewe au mke amekufa, amemwacha mkewe hali ya kuwa na ujauzito. Mzazi sasa barobaro lake lishamacha binti ya watu na hali yake kwa hakika ni taabani, amemuacha kwa sababu hali ngumu, wanazozana kabisa, chakula ndani hakimo. Tajibu ala alwalidi almusiri, basi hapa mzazi asiseme kwamba mtajitambua nyinyi wenyewe kabisa, hapana, anatakiwa amsaidie, atoe chakula kumpelekewa mtoto, kumpelekea
mke wa mtoto wake, kwa sababu yeye almu'sir ana hali yake taabani sana. Wal aksu, na kinyume yake, mzazi anapomwacha mkewe talaka, ndani yake kunapatikana urejeo, hali yake ni taabani sana, hana huduma za kumpelekea mtoto akiwa na hali nzuri, kinyume yake na yeye amsaidie baba yake kumpelekea nyumbani kwake kabisa mkewe. Tayib. Wa ala sayyidi, na kaule alomiliki mtumwa, liman yamliku, atowe nafaka kumpa yule mtumwa wake, mtumishi wake yule amemwacha, pengine mkewe anatakiwa ampe chakula, ampelekee mkewe ambaye amemwacha, hatalaka ambayo ya kuweza kurejewa, au pengine mtumwa kafa, basi juu yake huyu bwana kumsaidia yule mke ya mtumwa, ikiwa hamila lakini ni mjamzito, basi yahitajika kumhudumikia kwa sababu ya kile ambacho kilichomo ndani ya tumbo. Tayib. Wala tajibu, na nafaka hiyo, utoaji huo wa kumpelekea alofiwa, haitofaa kabisa ala alqaribi liqaribi, kwa yule mtu wa karibu, jirani, kumpelekea jirani yake, si kwamba lazima, illa isiwe tena watu kugombana ndani ya mitaa, hapana. La tajibu ala alqaribi, haitokuwa lazima kabisa nafaka hiyo kuipeleka kwa mtu wa karibu, liqaribihi, kumpelekea jirani yake, illa labda pako pahala. Wapi? Min babi silati rahim, labda kwa njia ya kuunganisha familia, labda hapo, lakini lisionekane kwamba ni jambo la lazima. Au watu isiwe tena mtaa mzima ikawa ni mchango kabisa, asiyetoa anakatwa kabisa. Mambo gani hayo? Wasijiwekee watu vitu ambavyo si sheria katika mambo ya dini. Kutafuta watu kukatana bure, kutafuta watu kutakana bure, illa min babi, isipokuwa kwa mlango silati arrahim, kwa ajili ya kuunga familia kabisa, almashru'a, iliyowekewa sheria na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waman wajabat nafaqatuhu, na kwa yule ambaye itamlazimu huduma za kinyumba, wajabat kiswatuhu wa suknahu, basi pia kitamlazimu kumvisha mwanamke huyo na hata kumtafutia makazi, basi anatakiwa amweke katika sehemu ambayo salama kwake yeye. Lakini wapi na wapi? Mume anatoka, mke anatoka, ndiyo hali ambayo iliyofikia sasa hivi, bali huyo mwanamke ndo amekuwa mchumi zaidi kuliko mume. Hatimaye mambo yanachafuka. Wakati mwingine bosi ameondoka, amesafiri, pengine kuna mkutano nchi za nje huko, amemuacha mfanyakazi wake ndani ya nyumba awapeleke watoto skuli, wakati mwingine ampeleke mke wake hospital. Kijana huyu mfanyakazi ndo anachukua, baada ya bosi kuondoka, anachukua nafasi ya kitanda cha bosi wake. Ye mwenyewe hana habari kwa hakika. Wanakula sana hawa vijana wenye kupewa makazi ndani ya majumba. Hawa wanakatari sana, wanavuruga sana majumba ya watu na mabosi bila ya kuwa na habari. Bal mfanyakazi anakuwa na mapenzi zaidi, kupenda zaidi na mke wa bosi kuliko hata bosi mwenyewe. Ana time eti, ana muda eti. Mke anataka huduma za kimwili kabisa, basi bosi yuko mbali kabisa na hayo. Majumba kwa hakika amekuwa naharibika, anachafuka. Hatimaye akatokea mizozano, mambo yanakuwa hakuna kushughulikiwa sheria za Mwenyezi Mungu, hakuna kupewa makazi wala hakuna kupewa huduma, bali hata vitu alivyompa mume anamnyang'anya kabisa mkewe, na kampa kwa hiari yake, na pengine wamewekeana masharti, hakuna kunioa mimi kama hujanitendea kitu kadhaa, hujaninunulia kitu kadhaa, basi linakubali baba. Hatimaye yanapotokea mabishano, yanapotokea mzozano ndani ya nyumba, anamnyang'anya. Hilo ni kosa kwa hakika.
Babu ar-radha, huu mlango unazungumzia kunyonya mtoto kabisa. Inama, kunyonya huku kwa hakika, yathbutu hukmuhu, kuna thibiti na kuna kubalika, kuna hesabika hukumu yake kisheria, bi 5 radhaatin, kwamba mtu anyonye minyonyo 5 maa tayakuni. Huko kunyonya si kwamba amegusa tu ziwa la mwanamama, hapana, anatakiwa kunyonya huko maa tayakuni wujudi laban, kupatikane uhakika kwamba mtoto huyu katika kunyonya kwake amepata maziwa na ameshiba mnyonyo wa kwanza huyo. Sio kwamba amegusa chap watu wakahesabu ya kwanza hiyo, akagusa chap ya pili, hapana. Maatayakuni, lazima papatikane uthibitisho wujudi laban, kwamba mtoto amepata maziwa na kaliacha mwenyewe. Wa kauni radhi'i, na namna ya kuwa kwake mtoto kunyonya kabla alfitami, kabla ya kuacha ziwa la mama yake, anazingatiwa hapo. Tayib, wayahrumu, na mtoto huyo itakuwa ni haramu kabisa bihi, kwa sababu ya kunyonya huko, ma yahrumu min nasabi, yale mambo ambayo yatakuwa ni haramu, yale ambayo yanapatikana katika nasabu. Ukinyonya pahala kwenye ziwa la mama, hata kama si mama wako, basi wale wote wanaonasibiana katika kinasabu kwa mama yako ulionyonya, basi naam, itakuwa ni haramu vile vile kwa mama ambaye sio kwako, lakini umeenda kunyonyesha. Wale wote dada zako watakuwa nani zako, itakuwa ni haramu kwako. Yale yote ambayo ni haramu kwa upande wa mama yako aliyokuzaa, basi itakuwa ni haramu vile vile kwa mwanamama ambaye umeenda kunyonya kwake yeye ukapata maziwa. Wa yuqbalu, na pana kubalika kabisa qaulul murdi'ati, kauli ya mnyonyeshaji, kwamba huyu mimi nimemnyonyesha bi 5 radhaatin, minyonyo 5, huyu kwangu mimi ni haramu kunioa, mtoto wangu ni haramu kabisa kumuoa, ni dada yake au ni ndugu yake, kwa sababu mimi binafsi ndo nimemnyonyesha, nakiri hilo. Wayajuzu, na itafaa kabisa kabisa, irda'ul kabiri, kumnyonyesha mtu mzima kabisa. Baba linanyonya, baba hili walau kana dha lihiyatin, hata kama litakuwa lina majidevu, basi naam, litajuzu kunyonya kabisa, baba zima linanyonya. Itaruhusika wapi? Jambo hilo litajiwizi nadhar, ili kumwezesha kijana huyu kufaa kumwangalia huyu, hata kama atamwangalia itakuwa uangaliaji wake si wa kiharamu, atakuwa ni mama yake. Lakini wapi thubutu? Binadamu wa kisasa wengi wao vijana, unapata habari anamuingilia mama yake, mke wa baba yake, mke mdogo. Baba mtu akiondoka ameenda baharini, yeye ndo ajepenyeza amuingilia mama yake mdogo kabisa. Tunazungumza haya kwa ushahidi na kuwajua baadhi yao vijana wenye kawaida hiyo. Naam, kabisa kabisa. Imekuwa sasa watu wanarudi kule ambako hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum. Watu walikuwa wanaingilia kabla ya kuja Uislamu, wanaingilia mama zao. Leo unamkuta mwanamama anatamka wazi, tena kwenye vyombo vya habari. Anasemaje? Anasema, mimi kwa hakika sikuwahi kustarehe starehe zilizokuwa nzuri na bora kuliko pale nilipostarehe na mtoto wangu, na mapenzi kwa hakika yamekuwa makubwa zaidi kulipo nilipokuwa na mume wangu.
raha ninazozipata kwa mtoto wangu ni ashaddu zaidi, ni kubwa zaidi kuliko hata nilizokuwa nazipata kwa mume wangu, alikuwa hanifikishi, lakini mwanangu kwa hakika nastalladhi sana. Basi wayajuzu irda'i al-kabiri, na itafaa kabisa kabisa kumnyonyesha mtu mzima tayari, walau kana dha lihiyatin, hata kama atakuwa tayari mwenyewe ashakuwa na ndevu utamnyonyesha. Litajuizi nadhari, kwa sababu kila saa yuko nyumbani mwako bana, unaondoka wakati mwingine kazi zinakuzonga, yeye yumo ndani bana. Ala, usipompa maziwa fanye nini? Anaweza kuja kukuchafulia huyu, utakuja kukutia kwamba kitumba kisha kuja utadhani kwamba ni cha kwako, lakini kumbe si cha kwako, ni cha huyu mtoto huyu. Watoto walivyokuwa watovu adabu kabisa kabisa. Na kumnyonyesha huko utamnyonyesha vipi? Utakuwa tayari ahali yako barobaro limo ndani, halafu alikamatia chuchu ahali yako alinyonyeshe, thubutu. Hivyo sitakuwa na hivyo tangulizi zaidi. Mambo hayo kwa hakika, qala Abu Umar ibn Abdul Barri, amesema mwanachuoni mkubwa sana mtaalam